Ajabu. Hadi wewe leo umenikumbusha mbali. Hadi mjangu bwana. Ndio maana nakupenda sana mume wangu. Maana wewe ni mjanja mjanja sana. Sawa kama nipenda. Sawa. Wewe una mimba. Wewe unataka kunizalia. Hiyo mimba ya nani? Mimba hiyo. 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 Mbembe, wapi tena mdau na begi? Naelekea hapo. Lakini bado unaonyesha na maswali mengi sana, kwa sababu kila swali nalokuuliza unipatie majibu ambayo yako sahihi. Mwanangu, kiukweli sipo sawa kwa sasa. Naomba nielekee hapo, baadaye tutazungumza tu. Sawa. Unajua mume wangu, kile kuna swali uliniuliza. Nikashindwa kujibu kutokana na ilikuwa siko sawa. Niambie mke wangu. Hii mimba ni ya kwako mume wangu. Hapo sijakusikia vizuri. Hebu rudia tena. Nina mimba yako. Una mimba yangu? Ina maana mimi naitwa baba? Numba ziko mimi. Mwana mbuzi meme kamlilia mwanae, wewe kamwambia kwela, kwela mlima una mawe. Mwana mbuzi meme kamlilia mwanae, wewe kamwambia kwela, kwela mawe. Mwana mbuzi meme kamlilia mwanae, wewe kamwambia kwela, kwela mlima una mawe. Acha bwana, umekumbusha mbali sasa. Mwana mbuzi meme kamlilia mwanae, kamwambia kwela, kwela mlima una mawe. Mwana mbuzi meme. Mke wangu umenikumbusha mbali sana. Hiyo nyimbo unajua jinsi ninavyoimba maana yake? Yaani mwanambuzi meme kamlilia mwanae, kamwambia kwela, kwela mlima una mawe. Ina maana mimi sasa niko nailia muda mrefu sana mtoto kupata. Na wewe ndio nimepata kwangu. Niambie mke wangu jamani. Lakini pia mume wangu. Kuna swali nataka nikwambie. Sasa. Kuhusu swala la watoto wako. Na inamaanisha watoto marehemu kaka yako. Wamekufanya nini? Wamekuumiza? Hao watoto wananitafuta hao Nasema hao watoto wananitafuta. Hawanajui nyumba ziko vizuri jinsi nilivyo Sasa walikokuja kuchezea huku ni pabaya kabisa. Mimi nataka niwaoneshe watoto. Mimi wavumilia miaka mingi sana. Sasa hivi wamekuja pabaya. Mimi nasema hivi, mimi nawafuata. Hao watoto hawanijui. Ninachotaka kuwafanya mimi naenda kuwapiga watoto hao. Walikofikia hapa ni pabaya sasa watoto hao. Yaani hao watoto, wewe ngoja uone. Haya. Hebu niambie mke wangu. Mume wangu. Kwa nini unataka kuwadhulumu haki wale watoto? Mume wangu. Unachofanya sio sawa kabisa. Mke wangu, laiti ungejua jinsi ninavyopambania, usingekuwa na nani. Usingekuwa unanihukumu kwa kuona kama mimi wale watoto nawaonea. Mke wangu, mimi nafanya mambo hayo kwa sababu mbili au moja. Mimi napambania mke wangu tuipate hiyo mali ili iwe, yani hiyo mali nataka iwe kati ya kwangu mimi na wewe na iko kiumbe chetu. Ile mali ya marembo baba yetu sisi. Wale watoto ile mali ya babu yao. Yale mashamba unaona yale yote yale ya marembo babangu mimi yale.
baba kafa katuachia kweli, japo ndio tuligawana, lakini sasa wao hamna urithi wa babu. Unaona vizuri mke wangu? Leo ndio maana nimeamua nikwambie ukweli. Na yale yani ile mali mtahakikisha yale mashamba yale nachukua, alafu nakuja kuchukua na ile nyumba. Mke wangu, tubadilishe maisha. Maisha haya unaona kila siku hivi nyumba atalipo haijapigwa. Au wewe umefurahia haya maisha? Sasa nini? Inachukua uwe na sisi tumepiga lipu, tumeingia taki umeme hamna, simenti ndani hatujapiga. Sasa nini tatizo? Mashamba yapo yamekaa, nyumba ipo. Tunabeba zote zile mali. Usikia mke wangu? Kuwa na furaha. Nisema jinsi ya kuwa na furaha. Yaani moyo wangu unahisi kama vile yani nisemeje? Awe acha bwana. Sina imani kama naweza kupata mwanaume tofauti na wewe mume wangu. Hapo sasa. Hapo ndiko unakoniachaga mimi yoi. Mimi mwezio bwana. Nikisifia tu kidogo. Bichwa hilo. Ngari mke wangu unajiuliaga wewe. Numba ziko mimi jamani. Nilikuwa wapi mtoto kumpata? Lakini nashukuru Mungu mke wangu nimekupata. Unajua nimevuka mikoa mingi hadi nakupata wewe. Kwanza hiko ni kitu kimoja kizuri sana. Jicho langu likaangalia, akamwambia huyu hapa wewe unaenda wapi? Halo. Niambie mke wangu. Basi mume wangu mimi kuahidi kitu. Yaani kwa siku ya leo, yaani umenifurahisha paka nahisi yaani sijui ninavurugwa. Mimi nakupenda. Na ndio maana nimeamua kukwambia yote hayo. Ningekuwa sikupendi, nisingekwambia. Na mimi leo na surprise yako. Surprise. Surprise gani tena mke wangu? Nataka nikuandalie hicho kitu hicho. Yaani ambacho kila ukikaa utakuwa ni yaani unajiuliza. Bwana mke wangu usiongee hivyo bwana. Mwanzo ninapenda unajua kuwatembea tu mate. Unataka kuniambia surprise hata kama kwa mfano sasa nimekama na wale wazee wenzangu tupiga usoro ule. Katika usoro. Nikikumbuka tu mbio kwa mke wangu. Ndio nataka hivyo mume wangu. Basi umenifurahisha. Wewe mtoto Mungu anipe nini mimi mashallah. Nashukuru sana mke wangu. Mimi tu nakuahidi kitu kimoja tu mke wangu. Mimi nakupenda na nitazidi kukupenda na sitaweza kusikia maneno ya mtu wowote. Nimekuwa sisikii kabisa. Kwako mimi nimekufa nimeoza. Nimebaki kunuka tu nitupwe. Jamani, sasa busu hilo. Unakumbusha chakula la zamani. Ni kwanza mpaka mate mengia mimi. Watu kumbuda ya Kiingereza ujue hapo. Basi haina shida basi mke wangu nenda kaniandalie. Hayo mambo ulikuwa unataka uniandalie mke wangu. Mwana mbuzi meme kamilia mwanae weka mwambia kwela mbona. Wewe mwana mbuzi meme kamilia mwanae weka mwambia kwela mbona. Mwana mbuzi meme kamilia mwanae weka mwambia kwela mbona. Nimefurahishwa leo. Ndio mwana mbuzi meme kamilia mwanae weka mwambia kwela mbona. Mbuzi meme. Karibu mdogo wangu. Asante dada. Vipi, mbona mabegi? Dada, mimi nimeona ni vyema nije nikae huko. Uishi na mimi tena? Kivipi yani? Dada yangu ba mdogo ananisumbua sana. Yaani nimeona tu nije kuishi huko kwa sababu mauzauza ambayo unayopitia ni makubwa sana. Ndio yamekuwa hayo. Kwa hivyo ndio hivyo dadangu. Basi usijali. Karibu ndani.